la amani, tunapozungumzia amani hatuzungumzii kitu maalum, bali tunapozungumza amani tunazungumzia jambo pana. Amani ya nchi, lakini kuna amani ya nafsi. Kama haitoshi kuna amani ya mazingira, kama haitoshi kuna amani ya akhera kule ambako unakwenda, lakini kama haitoshi kuna amani ya watu ambao wana mahusiano kama vile wanandoa. Hii yote kwa ujumla ni amani, kwa sababu inaweza kuwa labda nchi ina amani, lakini kama ndani ya nyumba hakuna amani, ukakuta kama ni kitu uioni hata hiyo amani ukatamani ukaishi saving. Huwezi kuikuta. Na kama haitoshi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Hujurat aya nambari 17, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lilimani in kuntum sadiqin. Allah tabaraka wa taala amewekeni neema kubwa kwenu nyinyi, na neema yenyewe anaizungumza Allah subhanahu wa ta'ala ni kule kukuongozeni nyinyi kwa iman, ikiwa nyinyi kweli ni watu mliokuwa ni wa kweli. Inapokosekana amani katika mazingira yoyote yale ambayo nimeyazungumza anifa, ina maana ya kwamba hakuna maisha. Maisha ili yaweze kuwa ni maisha, lazima nafsi iwe na amani, ulimwengu uwe na amani. Lakini kama haitoshi, hata watu ambao ni katika mahusiano, mume na mke, lazima kuwe na amani. Kwa tunapozungumza amani, ina maana ya kwamba tunazungumza uti wa mgongo wa uhai wa mwanadamu katika mazingira yote yale ambayo atakuwa yuko nayo.